Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Nimepata kibali na neema mbele za Mungu kwa ajili yako, na ninaomba nikuelekeze maombi maalumu kwa ajili ya watoto. Aina ya maombi unayoweza kuyaomba kwa ajili ya uzao wako, kwa maana uzao wako ni wajibu wako. Haya ni maombi ambayo unatakiwa kuyahusisha watoto wako. Haya ni aina ya maombi ambayo unatakiwa kuomba kwa ajili ya watoto wako, wawe ni wadogo wao wamekomaa. Hii ni huduma ya maarifa na maombi, imekuja kwako, imeletwa na mwalimu Joseph Lwamu, na Bwana ana kusudi ya wewe kusikiliza ufunuo huu, kwa sababu liko neno ambalo adui analipanga, analiweka kwa ajili ya watoto wako, na wengine wameshambuliwa uelewi. Lakini kwa nafasi hii Roho wa Bwana anaenda kukusaidia tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi kwa ajili ya watoto ni muhimu sana, ni muhimu sana. Kisoma kitabu cha Isaya 54 mstari wa 13 inasema, na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Omba maombi haya kwa ajili ya watoto wako mwaka huu na mwezi huu. Omba kwa namna hii: Baba, bariki watoto wangu mwaka huu na afya ya kiungu. Wabariki watoto wangu na afya ya kiungu. Mungu, epusha watoto wangu na mishale ya uharibifu na kishirikina. Waepushe na mishale, waepushe na uharibifu, waepushe na ushirikina. Mungu, watoto wangu hawatakuwa kikwazo kwangu. Wabariki watoto wangu, wanipe furaha. Baba, hifadhi hatima za watoto wangu, hawataenda katika mkono wa adui, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, na waombea watoto wangu, wafunike dhidi ya roho za makosa na ushawishi mbaya, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Navuta majina ya watoto wangu kutoka kwa orodha ya mauti, kutoka katika orodha ya madawa ya kulevya, kutoka katika orodha ya magonjwa, kutoka katika orodha ya uonevu, kutoka katika orodha ya mauti, kutoka katika orodha ya umaskini, kutoka katika orodha ya magonjwa ya kishirikina na uharibifu, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Na nyamanzisha sauti za ukoo zinazolenga kuwavuta watoto wangu nyuma na kuwachanganya kwa njia yoyote ile, katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana imeandikwa, kila silaha itakayofanyika kwa ajili yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka kuhukumu utahukumu kwa mkosa. Kwa jina la Yesu, silaha zozote za adui hazitafanikiwa juu ya watoto wangu, hazitafanikiwa juu ya uzao wangu, kwa jina la Yesu. Naombea mzaliwa wangu wa kwanza, hata legea, hata poteza nafasi yake, hata kuwa wa kutegemea wadogo zake. Naamuru njia na milango yake kufunguka, kwa jina la Yesu aliye hai. Navunja laana
ya mzaliwa wa kwanza juu ya mzaliwa wangu wa kwanza, nikiamuru mbingu na ufahamu wako Mungu kumfunika kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, mwaka huu kalisha baraka zako juu ya wanangu kwa jina la Yesu Kristo. Kalisha baraka zako juu ya watoto wangu. Unawataja majina yao, au watoto unawataja majina yao hapo, huku kiendelea kumwambia Bwana akalishe baraka zake juu ya watoto wako. Fanya hivyo kila wiki, kila mwezi, kila mwaka. Utaona namna ambavyo watoto wako Mungu anaenda kuwabadilisha. Mungu anaenda kuwatengeneza. Mungu anaenda kuwapa amani. Mungu anaenda kukutengenezea na kuwaweka kwenye madhabahu ili wawe salama. Adui anapokushindwa wewe, uingia kwenye uzao wako. Sasa usipokuwa makini, kwa sababu moja ya mbinu ambayo adui huwa anafanya ni kwamba akiona kwamba kwako ameshindwa, huwa anaingia kwa mume wako ama kwa mke wako, na akiona huko kabisa hawezi, anaingia kwenye uzao wako, kwa watoto wako, anaanza kushambulia. Hii ndiyo maana ni msingi wewe kutokulala, kutokukesha, kutokulala, kutokusinzia, bali unatakiwa kukesha kwa ajili ya watoto wako. Watoto wako ni jukumu lako. Watoto wako ni kanisa lako. Watoto wako ni kondoo zako. Watoto wako ni majukumu yako. Watoto wako ni wajibu wako. Unatakiwa kuwaombea. Unatakiwa kuwaweka mbele ya Bwana kila siku. Omba aina hiyo ya maombi ili wawe salama. Na wale ambao walikuwa wameshindikana, adui alikuwa amewafunga kwenye tabia mbaya, kwenye njia zisizofaa, utaona Bwana akiwarejesha. Yamkini nazungumza na wewe, lakini watoto wako wamebadilika kwa namna ya ajabu sana. Sikiliza nikwambie, hakuna jambo lisilowezekana kwa Bwana. Omba maombi haya kila siku, na utaona ni kile ambacho Bwana anaenda kufanya kwenye familia yako. Mungu akubariki. Unahitaji ushauri wa kiroho, unahitaji maombezi, unahitaji kuokoka. Yamkini haujaokoka. Kama haujaokoka, uwe mzazi, jua kwamba adui bado ana mlango, bado ana njia ya kuingia na kuharibu familia yako. Basi hatua ya kwanza, hakikisha umeokoka, umempokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Wasiliana nasi kwa namba zetu kabisa kwa upendo. Namba zetu za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 2778624371. Mimi naitwa Joseph Lwamwe na hii ni huduma ya maarifa na maombi. Mungu akubariki sana. Ninakupenda, lakini ukweli ni kwamba Mungu anakupenda zaidi. Uwe na wakati mzuri. Shalom. My trust